Right ndani ya nyumba tena na Coleman Studio, Forest of the Movie ndani ya Njoro Sokoni pamoja na Motherland. Huyu ni mtaalamu wa uhakika kabisa ndani ya Motown Moshi Kilimanjaro. Anaitwa Coleman Studio. Ni wauzaji na wasambazaji wa movie aina zote. Jumla na rejareja unapata mzigo kamili kabisa ndani ya ofisi za Coleman Studio. Bila kusahau basi MT DVD nazo unapatikana kwa mtaalamu, zile flash nazo unapatikana na memory card OG. Anaitwa Coleman Studio, Forest of the Movie baba. Ni ndani ya Motown Moshi Kilimanjaro. Simu mpya kwa bei poa pia unapata pale kwake. Glass protector za simu aina zote, charger pamoja na USB cable pia zinapatikana. Ni ndani ya ofisi za Coleman Studio ndani ya Motown Moshi Kilimanjaro. VGA cable nazo unapata. Muona mambo haya. DVI cable pia unapata. Bila kusahau basi mouse and keyboard. Zile power cable za computer nazo zinapatikana kwa bei chetu. Ni Coleman Studio, Forest of the Movie ndani ya Motown Moshi Kilimanjaro. Bwana we, namba za simu hapo chini unaweza kumpigia kwa ajili ya kazi. So nampigia simu baza, unajua na mimi ni Mchaga mwenzako, sijui nini naomba hela kula. Hamna kitu kama hiyo. Mpigie Coleman Studio kwa ajili ya kazi. Akipatikana pale maeneo ya Njoro Sokoni, bila kusahau basi zile panda za Motherland. Unampata vyema kabisa, anaitwa Coleman Studio. Ni Forest of the Movie ndani ya Motown baba. We, huyu ndo msitu wa movie baba. Unapata vigongo vya uhakika. Ni pale Njoro Sokoni pamoja na mitaa Motherlands. Au sio? Tuko na Coleman ndani ya nyumba baba. Twende kazi. Alright ndani ya nyumba tena. Ni kwa udhamini wa Coleman Studio kutoka pande za Motown Moshi Kilimanjaro. Na hii ni sauti ya mkali wao wa ukweli kabisa. Wananiita Top Man Selector, the well known DJ Mtoto Boka. Tunazidi kusonga mbele na kigongo kile kitamu kinaitwa The Last Warrior bana. Sasa hii hapa ndo The Last Warrior, zingine zitasubiri na sisi tunazidi kungurumisha kwa. Alright tena mpenzi mtazamaji, hii hapa ni The Last Warrior, ikiwa ni nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 28 kwa udhamini wa Coleman Studio kutoka pande za Motown. Mtoto wa kike ambaye anaitwa Usha alikuja kumtazama babake. Kamkuta baba amelala, alafu vile vyakula ambavyo aliletewa na mtaalamu anaitwa Chiko mkuu wake, mimi sijaviona. Sijui mzee ndo kala vimemzidia pamoja na majeraha. Haya. Ambe baba, kwa nini unakaa katika wakati mgumu kama huu? Ambia mwanangu usihofu. Haya ni mapito tu ya maisha. Mbona mambo yatakaa freshi? Baba yako usihofu, atapona na ataondokana na mateso yote muda mfupi ujao. Ambe lakini baba, mimi sijapenda hali ambayo inakukuta. Ambe najua binti yangu itakuuma sana, lakini baba ana njia ya kujitoa hapa. Ambe ina shida baba. Tamshawishi mume wangu akusaidia utoke. Hiyo mwanangu sidhani kama ina haja. Baba anaendelea vizuri, usiogope. Mtaalamu ambaye ni Chiko alimfuata babake. Baba si ndo general? 有事儿？也没什么事儿。您注意了吗？娘每次看到石峰，还有他那条…… Anambia baba, vipi kuhusiana na habari za Shifu? Hujapata habari kamili watu ambao umewatuma? 这没什么奇怪。 Anaambia hamna kitu ambacho kitatokea. 娘多愁善感。 Sidhani Shifu kukamatika ni rahisi kiasi hicho. 这突然间 cha msingi ni sasa anatakiwa tuwe makini. 打打杀杀。 Kwa sababu mtu amekuwa ni hatari mno. Mtu ambaye anaweza kuja kupigia nyumbani ni mtu mwingine tofauti. 我也就是随便问问。 Haya. 你怎么还替他说话呀？ Mtoto hakika anamwambia baba, kwa nini hujala? Chakula nimeambia hujala. 家好吗？ Anambia mwanangu, 对你 hata kula sasa kuwa na hiyo hamu kweli. 好，挺好的。 Anambia najua baba huko katika wakati mgumu na kweli huwezi ukapata hamu ya kula. 你已经觉醒， Lakini kwa kuwa mimi ni binti yako na nahitaji ubakie salama, naomba mzee wangu ujitahidi hata katika masuala ya kula. 跟他了都到第一。 Anambia usiogope, baba yako hata asipokula ataishi. Anambia baba, ni ngumu kuishi pasina kula. Ni ngumu sana. Anambia usiogope binti yangu, maisha yataendelea. Kwani chakula ndo kinamfanya mtu aishi milele? Hapana. Kwa kuwa nina uwezo wa kuongea na kutizama kule, haina tabu. Maisha yatakaa sawa.
Ambe baba acha ubishi. Natakiwa ule ili upate nguvu. Hata mtu akija kukusaidia atakusaidiaje aliyakuwa ujiwezi? Unataka ubebwe baba? Binti anamshauri baba yake apate kula chakula. 司令，被知道刚刚探到消息，百龙部落即将举行吹牛大会。 Haya, kuna taarifa zinafika huko kwanza kwamba watu wa Palungula wanajipanga kwa ajili ya kufanya attack. Huyo ni mpambe alileta habari kwa mtaalamu ambaye anaitwa General. General baada ya kupata taarifa hizi akiwa na mwanae, aambia sasa natakuwa tujiandae kabla hawajaingia kwetu. Sisi tuwe tumeingia kwao. Ndio kitu pekee ambacho cha kufanya. Sawa? Hamna kubakiza mtu hai ndani ya Palangula. Mamake na Shifo kasikia. Yeye ni mamake na Shifo afu pia ni mamake na Chiko. Kwa hiyo sijui atamwambiaje. 你怎么也革命不离口了？我是您的女儿，您革命，女儿当然也要跟着革命了。 Binti baada ya kukaa na babake kutia story kadhaa, mzee sasa alianza kupata furaha. Naye akaanza kucheka. 那您总不能懦弱的求死吧？那这样不是 Binti yake anamwambia baba usihofu. Haya mambo yatapita na tutaondokana na haya ambayo yanakukusibu. Najua ni wakati mgumu ulionao, uko ndani umefungiwa, lakini haijalishi wamekufungia watu gani, utatoka. Ambaye najua baba yako siku zote napambana juu ya wewe kupata maisha bora mwanangu. Kwa sasa umeolewa, sidhani kama nitakuwa nahofia kuhusiana na wewe. Binti anatingisha kichwa kwa furaha, lakini furaha ya muda. Anaambia basi nipatie chakula nile. Baba amekubali kula chakula kutoka kwa mwanae. Si aliletwa mara ya kwanza akasusa vikarudishwa. Sasa amekubali kula. Huko kwa mwanamama, mama yake na Chiko alirudi katika maombi. Yeye anapenda sana kufanya maombi. Pia ni mama yake na Shifo utambue. Ya. 您找我。 Mama. 娘有话要问你。 Hivi mwanangu, kuna kitu gani ambacho unakifikiria kuhusiana na haya maisha? 打百龙部落。 Hii habari ya kwenda Palangula, mnaenda kufanya nini tena? 您怎么知道？ Ambia mama ni katika kazi. 不是。 Katika kazi anza kuua watu. 是。 Ndio hivyo. 直高。 Chiko mwanangu. 爹就不能少造点。 Usiendelee kumsikiliza babako kwa kila kitu ambacho anataka ufanye. Sio mambo yote ambayo anakushauri ni mazuri. 部落的人要造反。 Lakini mama, 围剿。 kumbuka baba ndo mstahimili wa nyumba. Naye ndo ananielekeza yapi ya kufanya. Ambia ndio anakuelekeza ya kufanya, lakini mengine utakuwa unakosea. Ambia mama, 您就别吵。 ondoa shaka. 您不是信菩萨吗？ Hamna ataumia kupitia mikono yangu. Na wala sitatenda ubaya kwa watu ambao hawajanifanyia chochote kibaya. 我说不动你。 Ambia ninavyokuona unafanana na baba yako katika vitendo baadhi, lakini sio vyote. Ambia ndio hivyo, siku yote ya baba. 无论在哪里。 Ambia lakini hata kama uchukue yote ya baba, ukiwa ukijua pia una ndugu zako ambao watambui. 他是你的敌人。 Siku utawatambua alafu utajua ni ndugu zako. Hivi unadhani itakuwa ni maumivu kiasi gani? Mama una maana gani? 娘。 Eti mama. Una maana gani? Niambie ukweli basi mama. 您不但保。 Mbona unaniweka njia panda mama? 难道您儿子和 Wewe unaniambia mambo kimafumbo mama, mimi nitakuelewaje? 能跟我？ Nasema kimya. 记住，永远不要再问为什么。 Anaambia una ndugu zako na unaishi ndani ya Palangula. Kwa hiyo kuwa makini. Usije kaua ndugu zako. Ndugu yake si Shifo. Haya. Taalamu wa maneno amemwingia sana katika fahamu yake. Ambia mama Samuel uniambie nani huyo? 我是瞒住。 Mama unajua umeniweka katika njia panda na katika fumbo ambalo ni ngumu sana mimi kulifumbua. Haya nyumbani sasa. Usha ametulia sana. 休息啊。 Ambia Usha vipi? Salama? 我有事要跟你说。 Karibu. Haya mtaalamu alikaribishwa nyumbani na mkewe. 时间都这么晚了。
Anaambia nini mwambie mamangu? 什么话明天再说。 Mbona mamangu amebadilika ghafla? 不是就要去？ Anaambia hamna kitu ambacho nimemweleza mama. 原来是这个事儿啊！ Unajua katika maisha ambayo tunaishi 说说吧。 kuna utofauti mkubwa sana. 这个 Una maana gani Chiko? 不去吗？ Utofauti gani ambao umeuona? Ambao tofauti ambao uko kati yetu mimi na wewe. 在执行命令。 Sisi ni wanandoa lakini tunaishi kama masela. 那你是不是？ Kwani kuna tatizo gani tukiishi katika staili ya maisha? Ambao nadhani ni staili nzuri ya kuishi mume na mke. 如果在战场上遇到事， Ambia sio hivyo. Vipi kuhusiana na babangu? Mimi nataka babangu apate msaada. Unaweza kumsaidia baba? 战场上瞬息万变。 Ambia ni wakati mgumu sana kwangu kusema nitamsaidiaje baba mkwe. 要是石峰， Lakini vipi kuhusiana na Shifo? Shifo ana mahusiano gani na mamangu? Mtaalamu ndo anamuuliza binti. Shifo ana mahusiano gani na mamangu? Kama ameishi hivi. 我现在给你一个选择， Mbona uongee kitu chochote? 明 Niambie mamangu na Shifo wana mahusiano gani? 一 Au kuna utaratibu gani unaendelea kati yao? 你会怎么选？ Sina kuuliza wewe. 我不希望打仗。 Mimi sijui hata nikuambie nini. 要有人 Lakini unavyoonekana, 你还没有回答我的问题。 wanavyoonekana nini? Hebu niambie. Kama kuna kitu ambacho kimejificha ila mimi yenyewe sijajua. 任何一个事， Inaonekana ni miaka mingi ambayo imepita. Mama ndo anakitambua vyema. Mimi sitambui kitu. 那你就祈祷， Aambia ina sababu. 明天我 Kama unanidanganya nitajua. Na kama utakuwa umeficha hichi kitu, utakuja kugundua. Aambia basi usiogope. Mtaalamu hajajua kwamba mahusiano ya mama yake na Shifo yakoje. Lakini Shifo ni mtoto wa mama na ndo mtoto wa kwanza kabisa wa mwanamama ambaye anaishi na babake kwa sasa baada ya miaka mingi kupita upande wa nyuma. Kuna pambazuka tena majira mengine tena jua linachomoza. Hasa mtaalamu ambaye anaitwa Chiko alikusanya askari na sasa anaelekea ndani ya Palangula. Muona mambo hayo. Safari ni kuelekea ndani ya Palangula, lakini mama alishamuonya kwamba angalia usije ukaua ndugu zako. Binti hapa akiwa na mtaalamu wako, kumbuka alitumwa kama wapelelezi na kujaribu kukusanya vijana ambao ni mafighter. Sasa wanamtumisha njiwa. Njiwa hutumika kutuma ujumbe pia. Muona? Upande wa pili kule kwa mzee ambaye alikuwa akimlea binti ambaye anaitwa Oya. Kuna kitu anakumbuka miaka mingi iliyopita. Anakumbuka kipindi hicho akiwa kijana akiwa na mpenzi wake, alikuwa mpenzi wake anapenda kufanya utaratibu wa kuunganisha nyuzi kwa ajili ya kushona nguo hapa. Lakini leo tena anakumbuka lakini hamuoni. Hayuko. Abaki kufuta tu katika sehemu hiyo ambayo ilikuwa ni sehemu ya kazi ya mpenzi wake. Roy inamuuma sana. Na pia akakumbuka matatizo ambayo alimkutaga mamake na Shifo. Muona mambo hayo. 气死我了！ Nini tena? 怎么了？ Anaambia usiniache bana. Mimi niko busy na mambo yangu, nataka kunisumbua. 怎么怪上我了？ Wewe unaingiaga tu hata una adabu siku hizi. 这么个女婿， Anaambia adabu gani baba? 好心好， Mbona mimi nakuheshimu sana kupita kiasi? 我跟兄弟们又找了他2天。 Mara mbili sasa tumekosa wale watu ambao tunawahitaji. 丫头啊， Hasa unafikiri mambo yanafanyika haraka haraka namna hiyo? 爹一定把 Kila kitu kinahitaji utaratibu. Msikilize baba yako kwanza. 哎，我可没这意思啊！ Sasa nifanyeje baba? Niambie basi. 禀大当家的， Kuna taarifa zinaingia hapa 什么奸细？ kwamba limeonekana jeshi 有风 likisogea kuingia msituni. 部落的什么蓑衣人， Inasadikika kuna jeshi ambalo linakuja kutoka upande wa Shanji mjini, linakuja huku kijijini huku. Wakati huo mtaalamu alikuwa akichora ramani. Huyu mtaalamu ni specialist mmoja mzuri sana. Katika uchoraji wake wa ramani akawa anatembea huku na kule.
Unajua ukichora ramani itakiwa ukae sehemu moja. Lakini ghafla anazama kwenye tindiga. Kizaza. Hiyo ni tindiga baba, afu tindiga ina tabia kumeza mtu. Jamaa anashangaa anaendelea kuzama. Msaada! Msaada! Haya. Huko na mtaalamu anakatiwa kamba. Haya. Okwanja. Ambaye ni heshima sana Okwanja. Okwanja amekuja huku akuonana na mzee. Ambaye ina tabu. Ambaye sasa nadhani wakati umefika wa sisi kuanza kushirikiana. Tokea zamani tuache kushirikiana sisi kama ndugu ambao tunaishi ndani ya Palangulwa. Haipendezi. Kwa sasa ni muda wa kushirikiana. Ambaye ni kweli kabisa. Ukule kwa mtaalamu anazidi kuzama. Kaita msaada we, amna. Baba anazama ataka kushika au matawi lakini yanakatika. Msaada! Kizaza. Mtaalamu anaita msaada nakufa. Saidieni. Mtaalamu anazidi kuzama. Muona mambo. Kunywa tope sasa. Mtaalamu akazama akabaki amenyosha mkono namna hiyo. Unadhani nani atamsaidia kule? Katika meza ya mojiano na makubaliano sasa. Mzee Konjanga anamwambia kwamba nataka vijana ambao ni very fast. Vijana wenye uwezo mzuri katika mapambano. Anaambia vijana tushawaandaa miaka mingi na tumeshawapika miaka mingi. Wako vijana wa kueleweka. Anaambia nadhani ule muda wa kupambana unakaribia. Anaambia ndio. Kwa kuwa muda unakaribia takribani miaka 20 na iliyopita mambo haya yalikuwa yanakifanyika. Lakini sasa tunataka tuanze upya kwa ajili ya kuweka usawa. Nchi inapoelekea sipo. Anaambia ndio Pailongulwa haiwezi kafa wala ikafutika katika uso wa dunia. Lazima isimamie Pailongulwa mpaka ikae sawa. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana cha kufanya. Anaambia lazima watu wa Pailongulwa wajue kwamba wana viongozi ambao wanawasimamia na kupigania. Anaambia ndio kila mtu anatambua. Huko mtaalamu kanyosha mkono tu, hamna mtu ambaye anakuja kumsaidia. Lakini ghafla kuna mtu anamsaidia. Yaani alikuwa afia hapo kwenye tindiga eti si mchezo. Kashaoga tope la kutosha. Alikuja mtaalamu Shifu akamsaidia. Yaani Shifu ndo akamsaidia mtaalamu. Huko wazee bado wanadiscuss kitu cha kufanya, lakini mzee Okwanja kitu ambacho anawaambia mzee akubali. Anaambia kitu muhimu sana kuandaa vijana ambao ni very fast, wenye uwezo mzuri. Usizani tunaingia katika mchezo, tunaingia katika vita ya ukombozi. Na lazima tutapigana vita, hatuna budi, kwa sababu watu hawezi wakaishi hivi. Tayari atakuwa tuunganishe nguvu. Cha muhimu ni kuunganisha nguvu. Watu wa Pailongulwa washirikiane. Huko kwa mtaalamu sasa ni kucheua tu. Meza tope la kutosha. Wenzake wanafika. Mtaalamu anaitwa Anaambia yeye unaendeleaje? Yeye alikuwa amechoka balaa, matope si mchezo. Bwana we. Hapo kidogo kumepoa, lakini huko mbele ni shida baba. Hii hapa ni sehemu nzuri kabisa, sehemu 28. Kitu kinaitwa The Last Warrior, shujaa wa mwisho. Basi usikose muendelezo. Nafasi ya 29 na kuendelea zinafuata. Hii hapa inaitwa The Last Warrior na sina la ziada. Katika nafasi ya 28 tunataka tujue tu nafasi ya 29 itakuwaje. Basi usikose nafasi ya 29 na kuendelea. Baba kuna kizaza. Chiko atakuja kupigwa risasi, sijui nani atamzuru. Kwa hiyo usikose. Ni mambo moto kweli. Kitu kinaitwa The Last Warrior. Na sijui lini sasa Chiko atagundua kwamba Shifu ni ndugu yake. Hapo kuna wakati mgumu. Kuna kizaza, kuna kisanga. Ni wewe tuna roho yako. Na usikose hiyo nafasi. Okay.
Mimi sina la ziada, naweza kusema sasa bye bye. Tukutane katika nafasi inayofuata. Au sio?